الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Ikhwana, baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, kutakia rehema na kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi ambaye Mola Subhanahu wa Ta'ala alimpa taufiki ya kuongoza na kueneza Uislamu mpaka leo. Uislamu ambaye naqiyyu la khubara alayhi, Uislamu ni msafi, hauna vumbi. Watukufu wa Uislamu, nipende kuchukua nafasi hii kutoa nasaha zangu chache kwenu nyinyi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi anasema, ballighu anni walau aya. Mola anasema fikisheni dini yangu japo hata kwa aya moja. Ndugu zangu Waislamu, Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema kuntum khayra umma, Muhammad ndiye mlikuwa watu bora, kwa sababu taamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kwa sababu hiyo Muhammad mnakumbushana yaliyokuwa mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya, na amrishana mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo Waislamu wanapaswa kukumbushana, kwa sababu nafsi za watu zilivyo zina kawaida ya kusahau, nafsi ya wanadamu ina kawaida ya kusahau. Kwa hiyo wanapojisahau wanadamu kukumbusha, basi ni hali kwamba yule mtu ukumbushwa unamfaa. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, katika wanadamu kuna kinyama kimoja cha kinyama, basi kiwa cheusi kinyama hicho, basi mwili mzima utakuwa mweusi, au kingedoa kiacho, basi mwili utakuwa na madoa. Kinyama hicho ni wajibu al-qalb, maana moyo ndio kiungo ambacho ni very necessary kwenye binadamu. Chungwe moyo wako una upendo bado kwenye dini ya Kiislamu, moyo wako una istiqama na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya, kila mmoja kati yetu anapaswa uchunge moyo wake, lakini yafanye yale ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala anamridhia. Aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.